Yes, kama kawaida, kama kawaida, nita DJ Mark, nita DJ Machine, na ni kutoka ndani idara ya Acheche Production, nipo kare kwa mitali koma na agri. Leo bonge kitu hapa inawajia chini ya udhamini wa Upendo Family ambao wanapatikana mitaa ya Likoma na Muhonda. Bwana, hawa jamaa wanajihusisha na uuzaji wa vitu vingi tu. Na vitu vyao vyote ni quality, ni original. Yes. Bwana, kwanza hawa watu wanauza multi-paper kabisa ambazo zile nzuri quality ambazo zimekaa vyema, na pia wanauza CD bags, wanauza album, wanauza CD empty, DVD empty na wino. Kwa quality ya vitu vyote hivyo basi onana na hawa ambao wanaitwa Upendo Family Movies. Wanapatikana mitaa ya Likoma na Muhonda ndani ya Kariakoo. Yes, ni kitu nguvu hapa inakuja chini udhamini wa Upendo Family, ikitu wanaita Empire of the Shark. Bwana, inakuja hivi ikitu kutoka ndani idara ya Acheche Production. Wanaita Empire of the Shark. Empire ni tawala. Kwa hiyo hii ni tawala ya Shark. Mapapa. Kuna kina Jack Armstrong, kuna kina Tandy Sebe. Hawa wameweza kushiriki hii kitu ya nguvu sana. Ni katika hii picha utakutana na dunia ya kwenye maji, water world. Yes. Kuna watu ambao wametengeneza makazi katika maji. Nadhani hii ni baada ya matatizo kutokea katika dunia. Unajua wengi wanasema dunia haifiki kikomo, lakini wazungu wanaona dunia inafika kikomo na wanatutabiria kwamba hapo baadaye mambo yatakuwa kama haya. Dunia itafunikwa kwa kiasi kikubwa na maji. Na hapa ndipo ambapo watu watakuwa wengine wanaishi sehemu tofauti tofauti. Dunia itakapoweza kufunikwa na maji, watu wataishi ndani ya dunia ya maji na watajitengenezea sehemu zao kama hizi. Sehemu chache sana zitakuwa ziko na sehemu za ardhi, na hizo sehemu inakuwa ni ngumu sana kuzifikia. Maji yanakuwa yamewazunguka, lakini kama tunavyoweza kufahamu maji ya bahari ni ngumu sana kuyanywa. Sasa kuna shida ya maji katika sehemu kama hii, na hususan na vyakula design nyingine, vyakula vya mimea. Akiwa huyu bwana anamfundisha huyu mtoto kupima saa. Make sasa unajua saa zilikuwa hazipo kipindi hicho tena. Saa zilikuwa zimeharibika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo walikuwa wanapima saa kutokana na jua. Na ilikuwa ni kiasi kama cha saa kadhaa. Lakini wakati anajaribu kuzungumza huyu mzee na hao vijana, aliona kuna boti ya wababe inakuja. Itabidi wajitayarishe kwa sababu wababe wanakuja kuchukua mizigo yao hapa. Saa zilikuwa hazipo mikononi mwa watu na wanapima kutokana na jua jinsi lilivyo na majira ya kipindi hicho. Kuna wababe wanakuja na boti yao. Huyu anajiita warlord. Ukisikia warlord yani kwamba ni bwana wa vita. Warlord, bwana wa vita. Ni mtu ambaye ni mshari, ni vita kila wakati kwake. Maisha yake ni vita. Warlord, bwana wa vita. Sasa kuna mizigo imekuja kuchukua ambayo ni bidhaa na yeye analeta maji hapa. That's it. Ina maana ni hivi tu. You know what I think? Unajua nini? Nafikiria nyinyi mnaleta uvivu, hamtaki kufanya kazi yangu. Setting it up right. I can assure you, sir. Lakini nataka nikuambie kile ambacho unachokiongea kiongozi. You know why? Unajua nini? Mnaleta madharau. Ninavyowapa kazi, mnafanya kazi mnavyotaka nyinyi. Na mimi nimekwambia kwamba nataka hii mahali kwa muda mrefu sana. Kwa nini mnashindwa kudive na kunipatia hivyo vitu bwana? Mnanigia vitu vichache kama hivi. Gives you fresh water. Sasa mimi nachukua hii bidhaa, nyinyi nawapatia maji ambayo ni fresh. Mr. Lakini mister, we need more water. Tunahitaji maji zaidi. Double your tribute. Nimeshasema double your tribute. Alafu mtapata maji zaidi. Nearby. Lakini hatutoweza kupata hivyo vitu unavyovitaka kama tuna maji ya kuongeza. Without water. Nataka maji mengi zaidi. It's impossible. So what you're saying is, Kwa hiyo nataka kusema this amount haya maji isn't hayawatoshi kwa idadi ya watu ambao mko hapa. Sir. Ndio. Nyie mjiangalie nyinyi. Maji hayatoshi kwa idadi ya watu ambao nyie mpo. Sasa sikilizeni. Nimewapa kazi mnipatie hizi bidhaa. Mmeshindwa kunipatia vizuri. Sasa na mimi lazima niseme double your distribute. Kamata mabinti, tunaondoka nao, alafu nyinyi mnaongeza idadi ya vitu ambavyo mimi nataka. Kilazima kwa sababu mnataka maji. Eti mnataka muongezewe na wakati maji yenyewe mimi nimewapa yanatosha kwa idadi ya vitu ambavyo mimi nimechukua.
Sasa nakamata wasichana mpaka kesho, mtakuwa muongeze idadi. I'll do a tribute by tomorrow if you want your piece. Double your distribute by tomorrow. But release my people. Nichukue mimi lakini achia watu wangu. Kumbe unataka hivyo. Hamna shida. Walimbeba msobe huyu baba. Wakati ule walikuwa wanaendelea kuwachukua wasichana wazuri ili wakawatumie mbele kwa mbele. Msichana mmoja amejificha kwa sababu anajua hao jamani wababe. Haya mambo wanakutana nayo kila wakati. Wanaweza kubeba mpaka na watoto hao. Wanaficha watoto. Naombeni mkae kimya. Tulieni. Sasa huyu binti kaona ndugu zake wanachukuliwa, wengine akaona hapana, haiwezekaniki kuchukuliwa, lazima nikawatetee. Anakwenda kuwatetea. Kakutana na makuma zana tari sana, kakamata pini za nguvu. Binti kashuku, we unataka kufanya nini wewe? Takupiga mabusu, tulia kama ulivyo. Jamaa akachukua nanga, mpenzi wake ambaye tumene wako wengi. Walikamatwa wengi tu, wanachukuliwa mateka. Prepare for the wrath. Taratora, anda samaki, nataka watafune huyu mtu kwanza, mnene na kitambi, wale mafuta kwanza. Mzee anasogezwa kidogo chini ili papa wamtafune. Sasa papa wangu wanakula chakula kizuri chenye mafuta. Huyu jamaa ana papa wengi, alafu kawekea vitu, anawaongoza, anawaita sasa wakuje, kuna chakula. Kawaongoza, anaendelea kuongoza, akifanya hivyo wanaibuka juu, akienda hiyo anafanya juu. Walimpitia. Aya, mikononi mwake yuko na vitu, akifanya hivi papa wanafanya vile. Yuko na vitu ambavyo vinawaongoza hawa papa. Mnapita mnakimbilia sehemu nyingine. Zuia bomb, zuia daraja hilo. Kamata wote. Wamekosokoswa. Huyu anaendelea kushangaa. Haya, mvamie. Anawaongoza papa wote kwa kutumia mikono yake. Mikono yake iko na vitu vya uongozi. Maskini ya Mungu, anaowataka wote aliwachukua. You will have double tribute by tomorrow. Sasa nyinyi mliosalia mnapaswa mlete vinavyotakiwa, tena idadi iongezeke kwa kesho. Sasa kaacha watu wachache sana. Sasa watawezaje kuchukua hivyo vitu na kati idadi yao ni ndogo? Kabeba wengine, anasema mnatakiwa muongeze idadi mpaka kesho. Sitaki kuona mnafanya uzembe. Baada hapo ni kwamba anachukua hao watu na kutemka nao. Kabakisha sio watu 5 hapa. What are you doing? Unafanya nini? What's it look like I'm doing? Sasa unafikiri kwani naonekana nafanya nini hapa? Nataka niwafuate. I can. What about the shark? Lakini vipi kuhusiana na samaki chini huko? Samaki kitu gani? Naenda chini zaidi, ya samaki hawaendi chini. You've done that thing before. Lakini unachokifanya ni kibao, ushakufanya. Kulikuwa kuna boti moja nyambizi ambao waliwahi kuitengeneza zamani wazazi wake. Sasa leo anasema anataka kuhamisha popo kwenda kutafuta msaada mbele. Hataweza kuogopa tena au samaki aina ya papa wanaitwa shark. Sasa kilichobaki ni kuingia kufuatilia msaada huko mbele. Na yule binti ilibidi asimuache mpenzi wake. What are you waiting for? Let's go. Sasa unasubiri nini tunzetu? Unafikiri naweza nikakuacha mwenyewe? Safari inaanza taratibu kutoka katika hii dunia yao kuelekea katika sehemu nyingine, wakatafute msaada, na kama itawezekana wafuatilie ile meli wakawasaidia watu wao. Zoezi limeanza kufuatilia ile meli ambayo imeondoka na jamaa zao. Ni meli ya mbabe mmoja, kaeka mafuvu mbele yake, na sio mbele tu, mpaka nyuma kaeka mafuvu. Huyu jamaa anatisha, mafuvu ya mtu. Anajiita mwenyewe Israel Warlord, bwana wa vita. Anakuwapeleka ijulikani. Katika ukanda huu ilikuwa ni shida sana. Maisha hapa yamekuwa ni hatari, kwa sababu huyu jamaa alikuwa anaendelea kuwanyanyasa watu.
Yalikuwa ni masikitiko walivyobebwa na ijulikane wanaenda wapi, na baridi ilianza kuwatandika. Never seen anybody do what he did. Yani hata sijui unachokifanya kama kitafanikiwa. Long time ago. Anasema kitambo sana. But it was different. Kitambo sana nilikuwa na sita, lakini sasa hivi hadi inakuwa ni tofauti. Bila ya kukaza, bila ya kupambana, hatuwezi kupata watu wetu. Sitojali kupoteza maisha yangu, lakini ninachohitaji ni kusaidia watu ambao ninawajali, watu ambao wananijali, watu ambao wananipenda, jamii yangu. Niko tayari kabisa kufanya chochote kile. Lakini nakwambia kitu, ni ngumu sana huyu mtu ashinda. Yaani huwezi kushindana naye, hashindaniki. Huyu mtu huwezi kukabiliana naye, haiwezekani. Where are they now? Lakini hebu niambie, ni kitu gani ninachokifahamu? Itawezekana kweli kupambana na huyu mtu vile itakavyokuwa? If the elders know, enough with the fairy tales. How are we going to stop him? Lakini tutawezaje kumzuia huyu mtu? We have to get Willow back. We have to rescue our people. Lazima tutetee watu wetu. Lazima tuwakomboe. Hatuwezi kuacha hivi hivi. Iwe isiwe ni kwamba lazima waende mbele, lazima wakawakomboe watu wao. Ni boti ndogo ambayo walikuwa wanatembea nayo chini ya maji. Wakati ule mzee mkubwa Warlord yuko juu, anaendelea kusonga anapopajua yeye. Naona wanaelekea katika dunia nyingine. Hiyo nadhani itakuwa dunia yao wao wenyewe. Ni nchi yao. Ni nchi ya wababe. Hebu tuendelee kuangalia mambo haya. Wakati ule wale vijana wako chini wanaendelea kusonga. Walishajua kwamba jamaa wameanza kusimama. Wakaleta kidubwana juu, wakaanza kukagua ili kwa darubini wako wapi. Wamewaona. Wameshawashusha. Jamaa wameka makao hapa. Wameona wote jinsi walivyowashusha. Sasa nataka kupandisha juu kidogo ili ateremke. Why are we surfacing? Wewe unafanya nini tena? We have to get as close to the stern of that trawler as possible. Anataka kusogea pale mbele kidogo ili angalie jinsi atakavyoweza kuwakomboa zake. What are you doing? Unataka kufanya nini? Stay hidden. Naomba ubaki. Kama utaona kwamba kuna hatari, basi unaweza ukakimbia. Unaweza kufanya wewe mwenyewe hili jambo. Anataka kwenda kuwakomboa yeye mwenyewe. Akashtuka, kuna mtu piga akamkosa. Amleta huko ndani maji. Wewe kamata yule. Kuna mshenzi mmoja amekuja huko. Amekwenda kuwakomboa jamaa zake, aogopi kwa idadi kubwa waliokuwepo nayo. Baba, kuna maji yenye moto huko, si kuna mafuta yenye moto baba. Walianza kumwagia lakini ameyakwepa. Akazama ndani ya maji. Ataibuka saa ngapi? Sababu alijua kwamba hamataweza kumkosa kwa sababu lazima ibuke kwa juu. Anamwona mpenzi wake. Sasa alichokiona ni kumsogezea boti faster. Amemwona mpenzi wake ameingia tena kwenye maji, basi hakuna budi kumsogezea boti. Akamsogezea boti, lakini pindi alivyopita mahali kuna automatic kufunguka mlango bwana. Mlango mmoja ulifunguka baada ya kupita mahali kuna sensa ilimnasa huyu mwanamke kwamba kuna chombo cha ajabu kimekuja huku chini. Kwa hiyo wanaachiwa wale papa. Hii ni hatari kwa mpenzi wake. Mpenzi wake anafikia kile chombo kule chini ya maji. Akampisha ili aendelee na usukani, atembee, usikaje kaingia ndani, na sasa zoezi ni kutimka. Lakini papa bwana walianza kuja kuigonga hii boti. Tatizo yenyewe kwamba ni ndogo sana. Patamu hapo wataibumua. Walianza kuja kuigonga baba. Sasa anakuja yule anaitwa mkubwa wao, hatari sana. Baba lao. Mashine imekataa kuwaka. Wewe unazungumza nini haiwaki? Mbona kama ilikuwa hivi sawa tu? Angalia kuna kidu bwana hapo umekichomoa. Weka sawa. Usashisha chini hapo.
Baba huyo anayekuja na hasira hii anakuja kuitafuna tafuna. Nenda. Wana kitu imekubali. Wanasepa. Haikosa. Bwana acha waitimue. Waliitimua japokuwa wana speed, lakini hichi chombo kilikuwa kinatumia mafuta bwana. Walikikosa. Ilikuwa ndio salama yao, la sivyo wangepoteza maisha. Idadi kubwa ya hii papa bwana, yani wasingepona. Mungu kawajalia wameweza kutoka salama. Sasa wanaenda wapi? Kwanza mji wao umeshaharibika, wamebaki watu wachache kule, hawezi kurudi, lazima wakatafute msaada mbele kwa mbele. Walitokomea mbele zaidi, na wale mapapa wale watafuta, wale wakimbiza, ilikuwa ni ngumu kuendelea kutafuta wala kukimbiza hiyo boti. Ilibidi warudi wale mapapa kwa amri ya kiongozi wao. Wanaombea Mwenyezi Mungu, chombo kama vile kinataka kukataa, kinaweza kuzama. Mungu wangu, tunafanyaje sasa? Alimwambia usihofu, tutafika salama tu. Haina haja ya kofia. Maji yanaanza kuingia mpenzi. Tunafanyaje? Mara taa zilianza kuzima. Kwa hiyo umeona maji yanaanza kuingia. Unajua ile boti waligonga wale papa. Kwa hiyo sasa kuna sehemu zimeanza kujiachia bwana. Hatutaweza kukaa tena ndani ya maji. Ibua juu hii boti bwana. Japokuwa tuelee tu hivyo hivyo. Maka alikuwa anatembea chini sana ya maji, in the deep water. Sasa anapandisha juu kidogo. Inataka moyo. Walipandisha kwa juu ili watembee juu kwa juu, na hatimaye ni katika mji mmoja hivi. Mji huu ulikuwa umetengenezwa ngome nzito sana. Tunarudi katika mji ambao ule bwana kautengeneza. Mji wa hatari kabisa huu. Watoto wa kike wameletwa huku, watoto wazuri. The rest of the tribute by tomorrow, I assure you, the people of Karatoa have been sufficiently motivated. Haya, kuja hapa. Kuna kazi moja inapaswa kufanywa. Sasa sijajua kwamba hii kazi ni ya nini. Ni ya kuleta maji yaliokuwa safi. Watu wanafungwa katika hili eneo kwenye hivi viguzo ili wasukume ndo kazi ifanyike. Kuna mtambo mmoja ambao unahitaji nguvu za watu, na binti ameletwa hapa ili afanye hiyo kazi. We can end this inefficient situation, the better. We'll still need captives for the sharks. Na imani muda sio mrefu watashikwa wote na papa. Na hao wakishindwa kufanya kazi yetu, tutawatosa ndani ya maji. Kishaanza kuonekana una nguvu, wanachukuliwa wanapelekwa ndani ya maji na kuwa ni chakula cha papa. Amka. Huyu kashindwa huyu. Kama kashindwa kujisogeza, basi ni chakula cha papa. Aise, wanaenda kumpeleka sasa aliwe na papa. Kwa hiyo inabidi hivyo tukomae. Shosti. Tukomae. Baada ya kumfunga kwenye mapira, walimsogeza na papa wanaachiwa ili chakula wale. Papa wanakuja hao. Papa wanakuja hao. Dada watu wanahangaika. Walianza kumtafuna. The warlord is too powerful to fight. The warlord is too powerful to fight. They will be returned. Alirudi tena kule alikotoka. Kule ambako waliambiwa walete vile vitu kama inavyotakiwa nyumbani kwao. Viongozi wanajaribu kumweleza kupambana na huyu mtu
hilo jambo ni zito, haliwezekani. Bwana mdogo, watafuta kifo weye. If a few of us are to be sacrificed so that the rest of us can live, then that's... Haya, umesema kwamba unataka kujitoa sadaka ili kila mmoja apate kuishi. Haya, fanya mpango wa kutengeneza hivyo vifaa vyako na baadaye uende ukatafute msaada mbele. Lakini sisi hapa hatuna jinsi ya kufanya. Alichukua vitu ambavyo vinaweza vikamsaidia kwenda kutafuta watu wa kukodi, na binti naye alikusanya vitu ambavyo vinaweza vikawa ni thamani kubwa, anaongezea ili wakatafute watu watakaoweza kuwa pamoja nao, kuungana nao. Wow, dunia zamani ndio ilikuwa hivyo. Ilikuwa inapendeza sana. Kabla dunia yote haijakumbwa na maji, na hatimaye maisha yamebaki kuwa ndani ya maji tu. You sure you want to do this? Una hakika unaweza kalifanya hili jambo likafanikiwa? Let's look after Willow. Anasema mna jinsi, lazima tufanye, lazima tutafute watu ambao watatusaidia katika hili. It's not a good Hakuna mtu mwingine wa kuweza kufanya zaidi yetu sisi. Hawataweza kukombolewa ndugu zetu, jamaa zetu, kama sisi hatujafanya hili jambo. Walilipea boti yao na sasa safari imeanza kuelekea mbali na pale kwenda kuomba msaada kwa baadhi ya watu. Wakiwa wana vitu vingi vyenye thamani, labda vinaweza vikawa ushawishi wa watu kuingia katika majukumu. Sunstone. I've only seen one of those before. Who gave you that child? Was it your father? Don't worry, I won't tell any. Alishawahi kuona siku moja babake kuna kitu alichokuwa amekitengeneza. Ilikuwa ni boti. Na alikuwa na wasiwasi kwamba yule mwenzao ambaye alikwenda kuwakomboa walikuja na ile boti. Na na imani hajapoteza maisha kwa sababu walimuona mwenzao akiwa amedondoka ndani ya maji. Na walikuwa na imani shoti zilikuwa zimemwasha kule chini. Lakini huyu mmoja anasema hapana, mwenzetu lazima atapona na lazima anaenda kutafuta msaada. Mimi na imani atarudi akiwa mzima hapa, atakuja kutukomboa. Walienda katika mji mmoja, na huu mji wanaweza wakapata msaada. Baba, mimi nimeshatosheka baba. Alikuwa anajiona kama mzee anataka kutapika, kumbe anataka kutapika la nini, sawa na salamu. Afu wewe mgeni natisha. Karibuni. Wewe. Bag. Mnaingia wapi huko? business. Begi mnatoka mwacha hapa nje kwanza. Oh, really? What's that? This is only ceremonial. Kwa hiyo mnataka mwingie huko ndani. Tutakwenda kufanya nini? Lete begi kwanza. Mwezi kuruhusiwa kuingia ndani. Jamaa kashachukua begi, kila kitu kiko mle ndani. Ameibiwa tayari, kashapigwa changa. Msaada anautolea wapi? What do we do now? Sasa tunafanya nini? Kuna deki katolewa nje, kafinywa. Una mama moja tari sana. Keep a miss from the trouble. Aliwaambia sasa mkae mbali. Mkae hapa mbali sana. Mkae mbali na matatizo kwa sababu ni hatari. Ile eneo kuna kila aina ya mbabe. Baada ya kuona kwamba huyu mtu anaweza akawafaa katika kazi yao, ilibidi wamfuate. Tunahitaji sihitaji chochote. I'm not interested. I'm not interested. Sivutiwi. Sihitaji kufanya kazi yenu. Nimewasaidia tu, nimeshawaomba mkae mbali na matatizo. Kuna watu ambao wameweka sura zao ndani ya maji, ndani ya ndoo. Wanashindana nani ana uwezo kukaa ndani ya maji kwa kipindi kirefu. Wengine kule wanafurukuta, lakini kuna binti mmoja ametulia. Huyu kashindwa wa kwanza. Kuna deki anazidi kuvumilia, lakini wapi? Kashindwa. Kuna binti mmoja ametulia tuli, kama vile imekufa. Yaani inapita dakika 6 hiyo. Na binadamu kama ukibana pumzi ndani dakika 5 is dead. Ni msichana mmoja mrembo sana, anaibuka kuwa mshindi. Wanasema tumwache mwanamke jini. Anabeba mkwanja wote. Ni michezo tu ambayo inapatikana ndani ya hii bar. Where are you going with that? Sasa unaenda kufanya nini? Kamata fedha yako, share yako hiyo hapo. The rest of it? Mbona ndogo sana?
Basi kamata na hizo zote. Sasa mimi nimeshamalizana na hili swala, sitaki tena nijihusishe na hii biashara. Hataki tena kuingia katika mashindano. I'm winning this place dry. Nimeshashinda hiki ambacho ulikuwa nataka nishinde na upate huu mkwanje. Haya, na mimi na wewe tunaachana katika hili. Sitaki tena hii biashara. I work best at 50 fathoms. Lakini huyu bwana anamwambia kwa sababu wewe ni kijana wangu na mimi ndio meneja yako, utafanya kazi ninavyotaka. Tofauti na hapo cha moto utakiona. I got my ear to the ground for a big score. There's a freighter inbound with some serious cheddar. In the meantime, we're gonna need some more pocket money, honey. From now on, anasema sikiliza sasa, kama mimi nakutengenezea mfuko wako fedha, basi utatafuta mwenyewe kwa mpango wako. Hiyo biashara mimi siitaki tena, uniache. Binti hataki tena kufanya biashara. Nenda kupata pombe kwanza kidogo. Walimwona huyu anaweza kuwafaa katika kazi yao, walimfuata. That was pretty good. Nimekuona. Amateur. Umeshinda vizuri, uko vizuri. I suppose you want to challenge me. Kwa hiyo unataka kushindana na mimi ama? No. Hapana. I want to offer you more for your time. Nataka nikupe offer kama utakuwa kuna muda. Nataka nikupe kazi ambaye itakutengenezea kiasi kubwa sana cha pesa na utakuwa ni mtu huru. Alimwambia nini hiyo? Ni kazi isiyoleta matatizo kwako. Ni kazi ya wewe kuwa huru katika maisha yako. I've heard that. Alimwambia hiyo kazi yako hata sitaki. Kabla hata sijasikia. Money. Tafadhali. Najua kila siku unahangaika kwa ajili ya kutafuta fedha, kutafuta mkwanja. Wewe kaka, naomba unikome. Sitaki kufanya kazi yako na uniache. You're better than this. Go on. Endelea. You know Hawksbill Fortress? Unapafahamu? We're gonna crack it up. Makao makuu ya yule warlord. Tunataka twende tukasambaratishe maeneo yake. What do you say? Unasemaje? I'd say you're buying me a drink. Basi, nunulie kinywaji tuzungumze. Tayari mmoja kashaamua kuungana nao. Nothing for real? Nimependa hiyo mitambo yako. Uko vizuri. Wow, msichana mzuri, umetokea wapi? Niko hapa hapa. Karibu tukae tuzungumze. Sasa alikuja kumwona huyu jamaa hapa. Alimtazama huyu jamaa jinsi alivyo. Huyu anamfaa katika kazi yake. Left. Peleka kushoto. Ndio yenyewe hapa. Anaangalia mbali lakini ana uwezo wa kubashiri hii kitu iko wapi. Ameshashinda. Baada ya kushinda anawapatia timu yake. Ilikuwa ni mchezo kama karata 3 hivi. Yeye anahisia. Ewane, nimekuona babake, nimependa jinsi ulivyo. Unasemaje? You pinged the shells. Naona. You know, like a dolphin. Umeshinda, umeweza kuangalia pembeni lakini umeweza jua. We're not underwater. Ile sheli iko wapi? Kwa hiyo utakuwa ni mtaalamu sana wewe. What really Waisia. Lakini nataka nikupe majukumu ndugu yangu. Nataka nikupe kazi. Kazi gani? I have a job opportunity. I have a job of opportunity. I noticed you gave away your winnings. Nafahamu mnateseka sana na mnapaswa kuishi katika mazingira yalikuwa salama. Sasa mimi naandaa kikosi kuhakikisha tunamfuatilia warlord. Bwana wazimu. As to help you break into Hawksbill to rescue your people. Umesema unataka tuwasaidie ili kwenda kuwakomboa watu wenu. To ping the fortress. Ndio jamani. Sio kwamba tukuwasaidia watu wetu na pia kujiwekea katika hali ya usalama sisi wenyewe. Baki huyu bwana amekuwa ni mbaya. Go in, crack open the weak spot in the fortress. Kila siku ni mtu ambaye alikuwa anadai vitu. Ndani ya wiki moja anakuja kudai vitu ambavyo ni ngumu sana kupata chini ya bahari. To lure the sharks away from the fortress. You get the wall of sharks to chase you to a terminal depth, giving us the clear shot of infiltrating from below. The sharks will follow you, but only to a point. We discovered that when we were not submersible. Once you get to a certain depth, they won't be able to follow you anymore. Sasa kwa hiyo ndo mmeona ni heri tuanze kuanzisha kundi. Sasa ili kundi hili ulipata kwa muda kama huu inakuwa ni jambo zito sana. Ni kweli kuna vitu vingi vya kufurahisha kama hii picha, kuona dunia yetu ya zamani jinsi ilivyokuwa,
Ni jambo la umuhimu sana kubaki na historia kama hizi. Lakini bado hivi vitu havivutii kusema kwamba vinaweza vikatutolea sisi uhai wetu kwa ajili yenu. Hapana, unajua hii ni kama motisha, lakini cha muhimu ni kwamba tunahitaji kuwa watu huru, watu ambao tunajitegemea, watu ambao tunafanya chochote. Tuwe mbali na matatizo, tuishi kama vile tunaishi katika dunia iliyokuwa salama. Huyu mtu analeta matatizo makubwa sana katika nchi yetu. Hear me out, cause dive salvage, that's my specialty. Kama hivi nakuelewa, kama nakuelewa kile unachokisema, ni kweli unachokisema, lakini hili jambo ni zito sana. So jambo la kitoto kukabiliana naye huyo. I know my French. Rafiki yangu huyo hapa anajua kila kitu. Do you think Toby be able to mnishawishi vizuri ili mimi niweze kukusirikizeni, yani niwasikilize? Maanake kazi ngumu hiyo. It's likely. Unajua tatizo ni kwamba maisha yetu yamekuwa bondi, hayana usalama, hamna serikali. Huyu jamaa ameshakuwa ni mtu mbaya, anafanya anachokitaka. Me too. Anasema niko tayari. This is against my better judgment entirely. Unajua hili jambo ni zito. Amen. Na mimi nipo. Now all we need is a boat. Kwa hiyo basi tunahitaji boti. Walikuja kumfuata huyu mama tena, yule mbabe. So you haven't lost any limb? Naona tena mnakuja kuonana na mimi, hebu semeni shida yenu. Lakini kama shida yenu ambayo ni ile kutaka kumsaada kwangu, sitaki. I'll give you the same answer as before. Not interested. Naweza nikawapa jibu lile ambalo kama mwanzo niliwapa. Sijavutiwa na kazi yenu. You're fishermen, right? From some little village. Naona tu mnataka kujiandaa labda kufanya kitu ambacho mimi sikielewi. Did you wrong? Came here with a big plan to make. Lakini nataka niwaambie kitu kimoja. Mnafanya makosa. Mipango ambayo nyinyi mnataka kuipanga, hiyo mipango haitokuwa na busara. Haitokuwa na uwezo wote wa kufanya chochote kile. Return to your home while you still can. Ni vyema mkarudi nyumbani kwenu mkajipanga tena upya, mkawa mna jeshi na vitu vya kuvutia zaidi. Siwezi nikajitolea ikiwa najua wazi naenda kufa. Kwa hiyo nendeni mkatafute msaada sehemu nyingine na sio kwangu. There's plenty of other captains here. Huyu mama kama wangempata ingekuwa vyema zaidi. The one filled with enough sharks to make Poseidon piss himself. Oh boy, your head, you monkey halfway. Hebu toeni kwanza makari wenu hapa. I'll take you to Hawksbill Fortress. Mimi naweza nikawapeleka huko ambako mnasema. Lakini nataka mkwanja wa nguvu kwa sababu najua nikifa nimeshafaidi hivyo vitu. Kila mtu akimfuata ilikuwa ni ngumu kumshawishi. Anatoka kwa mtu mmoja kwa mtu mwingine, lakini hakuna mtu anaweza kuelewa. Wanatoka kwa mtu mmoja wanaelekea kwa mtu mwingine, wanajaribu kumshawishi, lakini hakuna anayewakubali. Anasema huko ni kwenda kufa, niache mimi nipige pombe zangu. Anasema no, sitaki. Wamepata watu wachache sana. Wamepata hawa tu watatu. We got a boat. Kama boti tunayo hii hapa. How'd you do it? Mmezaje kufanya hivyo? You know, we can be persuasive. Wala usijali, mimi ndio mama wa Ngwasuma. Boti tayari tunayo. That'll be you. Na mizigo yote yako iko ndani. Kwa idadi ndogo ya watu ambao wako nayo hamna shida. Lakini kwa wale ambao wamekataa basi hamna shida. Wao wataenda kufanya kazi yao vizuri tu. Usijali, jeshi la mtutano lina uwezo wa kupambana na warlord pia. Tatizo moja, watu wamejenga imani ya uoga. This is what we do. Na uoga wanasema ya kwamba ni evil, ni shetani. Before you get all high and mighty, you better take a look and see what's down in the hold. Lakini kabla hatujaanza kufanya hili jukumu lako, kabla tujafanya chochote, lazima kwanza tujue tunachokifanya ni nini. Sawa? Wanahitaji kupata zana za kisasa, vitu ambavyo vinawezekana vikatumika katika majukumu yao, na ndipo sasa kazi ianze. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kupambana vita na huyu mtu. Huyu mtu haingiliki kiurahisi kama wanavyofikiria. This is Hawksbill Fortress. Can you repeat that again?
Alimpigia simu sasa Warlord and your cargo. akasema, sikiliza baba, tumegundua kwamba una meli yako katika maeneo haya, tumeshaikamata meli yako. Unharmed. Sasa acha watu wangu ili meli yako mimi niiachie. This is Mason's script. To whom am I speaking? Anasema yeye anaitwa Mason, ni mzee mkubwa. Haya, sema nani unazungumza? You will have your precious cargo back, or we will deep six it. Kama hautaweza kuachia watu wangu, hii meli yako ambayo sisi tunayo tutaizamisha. We'll return. Wewe ni nani? Poda deki zako. Utarejesha meli yangu hiyo ambayo nimeiacha hapo, la sivyo nitaua jamaa zako. Nini? Nitaua hawa. Never heard of it. Nitasambaratisha. Release the cargo on the ship, or I will destroy Karatoa. Kama utashindwa kuweza kuachia watu wangu, basi mimi nafyeka Karatoa. Sasa bwana mdogo anasema hii Karatoa mimi sijui iko wapi, wala sijui kwamba unamaanisha nini. I'm keeping this. The mini sub will only hold 2 people. I don't think your salvage suit can fit. What about your sonar rig? What kind of space does it need? It works best on a boat. It could be redesigned. Huyu mwana alijaribu kuweza kuambia kwamba kuna boti moja ambayo alidesign, ni boti ambayo pia ina uwezo mkubwa wa kukabiliana na hali yote ngumu ya baharini. Kwa hiyo ile ilikuwa ni moja kati ya boti ya mzee mkubwa Warlord ambao wameshadhibiti, na ilikuwa iko na mali zake, na walishamwambia asipoleta watu wake watafanya hivyo. Lakini jamaa anasema, fanyeni mnachokitaka, leteni mzigo wangu. Kama mtashindwa kupata mzigo wangu, mimi nitafyeka. Kama nitashindwa kupata mzigo wangu, nitaua. Kwa dadeki wamepelekewa mizigo yao, lakini hamna kitu. Wa jamaa wanawachezea. Can you mount your sonar device on this? This is Karatoa to tomorrow. Come in. Wewe bwege, mzigo wangu uko wapi? What have you done? Nyinyi kwanza mnafanya nini huko? Kuna baadhi ya mizigo hapo umeshachukua bwana mdogo. Huyu jamaa atakuja kutuvamia huko. All the hostages. Unless you return the cargo you stole from them. Ameshatuambia hivi, kama usipoweza kupeleka mzigo wake, ataua wote hao ndugu zako. Kitendo unachokifanya utaleta maafa, wenzako atapoteza maisha. You did what? We kept their stuff. Why? We're thieves by trade. Also, you're gonna need that stuff as leverage. Sasa itabidi tufanye vile ambavyo huyu jamaa anavyotaka. Itabidi tuwasaidia jamaa zako kwanza kwa kuponyesha, tuangalie vitu vingine. Dogo anasema hapana, tulipofikia hapa patamu. Tusikubali ushawishi wa huyu mtu. Anachokisema eti ndio tukubali. Hapana, tusikubali. Tupambane naye tu. Tunamhofia nini? Charge of this operation. Kwanza nani kiongozi wa hii operation? You are gambling. Kama ni mimi, basi naombeni mnisikilize. We're saving them. I'm sure that was your motive. You need to bring... Mimi na hakika kabisa mbinu unazozipanga zitawezekana. Lakini kumbuka muda unazidi kwenda. Unasema tu, hakuna matendo yote. Will cost you. Nakwambiaje bwana mdogo, itakukosti. I didn't know the cargo was removed. This was not my intention. Mzigo hauondoki, wala siwezi kukupatia mzigo wote. Kama ni ubaya ubaya, kama ni vita ni vita. Mimi niko tayari kupambana na wewe kivita. Or the captives will die. Hamna shida, sasa mimi naanza kuua. Sikiliza ninavyoanza kuua, kwa sababu umeshindwa kuachia mali zangu. Mimi huku naua. What are you talking about? Wewe unazungumza nini? Boom! Ndugu zako wanakufa huko, shauri yako. Fanya chochote tunachokiweza, cha email yao. Overthrow the warlord. Wewe unamchezea Warlord. Opportunity presented itself. Sio kwamba utasaidia jamaa zako, ni kwamba utaangamiza. Huyu jamaa na masiara anaposema anasema. Off the boat now. 5, 4, 3, 2, 1. Walisambaratisha boti ya huyu jamaa. Huyu jamaa ni fundi mitambo, kumbe alienda akaitegesha boti ya huyu bwana. Na akaona. Stand by. Stand by. Wewe umeshaharibu boti yetu. Tunachokifanya hapa sisi tunaanza kuua. Chosen to defy me. Wanaanza kuchukua mmoja baada ya mwingine, waingizwe katika maji wa wawe. Is my dominion.
No. Dogo anaambiwa kitendo ulichokifanya tumechukia, na kama tumechukia, waga sisi tukifanya kitu waga hatukwepeshi. Haya, kamata mmoja baada ya mwingize, ingiza katika maji. Baada ya mmoja muingizeni ndani ya maji. Mmoja baada ya mwingine ingiza katika maji hao watu. Huyu jamaa kaanza kusambaratisha boti yangu. Anaachia papa taratibu, na mmoja baada ya mwingine aneko katika maji atafunwe. Sababu tayari walishapasua boti yao moja. Lazima wamkomeshe uona mdogo. Mmoja tayari kashekwa katika maji. Mimi ndio kiongozi sasa. Mimi naendelea kuwa huku. Hata na huyu mama aliyasikia yote haya na alikataa ile kazi, lakini sasa kazi itafanyika. Naitwa mwingine baada ya kwanza kuuawa. Mtambo unakataa. Switch inakataa. Kiongozi vipi? How do we get back online? Haya, imerudi tena kwenye line. Something else is affecting the sharks. Inaona kama vile kuna kitu kimeaffect hapa. Take him out. Bring him. Mtoe ndani ya maji bwana. Mtoe ndani ya maji kwanza, mtambo tuutengeneze. Take her. Mleta huyo hapa. Huyu jamaa kuingizwa katika maji ka effect kila kitu. Sasa bebu huyu haingizwi. Anapeleka ule mtoto mzuri. Ndo nimeshakufa mimi. Mtambo anafanya kazi vyema. This was given to me by my father. Hichi kitu nimepewa mimi na babangu. Sasa na mimi nakukabidhi wewe mtoto wangu. And it will take care of you and your people. Na imani hichi kitu kitakusaidia wewe na watu wako. I'll always be with you. Wapi? Hawataki kumtafuna. Kile kitu nadhani anacho huyu mtoto wa kike. Kila akifanya hivi hamna kitu. System working. Everything. Kwa maana nyingine tena, papa wameshindwa kumtafuna huyu binti. It's her. Na nani atakuwa ni wewe? Huyu ni yule binti ambaye alikuwa tunamtafuta, ana chombo ambacho tulikuwa tunakihitaji kwa muda mrefu mno. Mlete hapa. Somehow you're interfering with this. Cha kwanza, wewe una kitu ambacho tunakihitaji. Take her away. No! Mpelekeni huyu tena kwenye maji. Seymour! Willow! Seymour! Anatakiwa aeleze kifaa alichopewa na babake kwapi. Listen, I want you to bring back all that was taken. Cha kwanza mnabidi mrudishe na vitu vingine ambavyo vyote mnavyo. I will. I want you to meet Scrim. Sasa tunachokihitaji tukutane. Tukutane, mtupe mizigo yetu. Kinyume na hapo tunafyeka wote. Kuna meli bado mnayo. I need everything back. Na msipotupa meli yetu tunaua. Right. Na mimi nasema msije mkaua mwingine yote. Sasa jamani, hii vita tunaianzisha. Hawksbill, your cargo will be at Nauru docks with the harbor master. Alimwambia sikiza, mzigo wako utaenda sasa hivi sehemu ya bandari ambayo tunakwambia. Kwa hiyo mizigo yake ni hii hapa, mingine alikuwa anahitaji. Any agreement? Jamaa tumekubaliana? We had. Kwa hiyo wamekubaliana huyu bwana apeleke huu mzigo. Lakini katika kupeleka ndio pale ambapo wao wajipange ipasavyo. Jipange vizuri zaidi. Siam, let's go.
Haya, Siam twenzetu. They're still with you if you want. Lakini bado tuko na wewe kama unahitaji msaada zaidi. Be with. We're giving up. Sion and I are going back to Karato. Acha mimi na huyo tukarudisha tu mizigo yake. Maana sasa ili swali linaonekana kwamba ni gumu. Hatutaweza kukabiliana naye. Hatutaweza kukabiliana naye moja kwa moja. So you know. Yule mama amekuja baada ya kuvutiwa tena na hii kazi. Maana kaona watu wengi wanazidi kupoteza maisha. Kaona hapana. Acha atoe naye pia msaada. Kwa nini asitoe msaada? Anazidi kuleta matatizo iwapo kama naye hajajitoa katika hili. You know, when they get these parts, they'll have no reason to keep the hostages alive. Yule jamaa hana sababu ya kuacha mateka wawe wazima. Ni mtu ambaye ameamua asababishe mauaji iwe isiwe. Kwa hiyo na sisi lazima tuangalie tunawezaje kuwasaidia jamaa zetu. To rescue your people. And once that is done, if we succeed, what then? We fight. Lazima tupambane. Haina haja kurudisha chochote. Mji mzima huu watu itabidi tuwabebe. Hamna haja ya kufanya makosa mengine yoyote. Huyu jamaa kama alitunyanyasa sana. Hili swala hakuna cha kurudi nyuma. Tunarudi nyuma. Tunarudi saa ngapi? Tutaenda mbele saa ngapi? Tutapambana na mtu huyu vipi? Hatutojali tena kwamba yeye ni mbabe. Na tukaendelea hivi, huyu mtu ataendelea kutunyanyasa sana. Okay. If I agree to this, kama tumekubaliana juu ya hili, move stuff. Basi hakuna cha kuhofia tena, ni kupambana mwanzo mwisho. Or not at all. Nobody blows up anything. Basi nawaomba msisambaratishe wala kulipua chochote kile kuanzia sasa. Inabidi tuweke mipango ambayo itakuwa ni mizuri zaidi. Tumekubaliana juu hili? Haina shida. Tumekubaliana baba. Safari imeanza. Takriban mtu 6 sasa kusogea mbele. Wajua wanakabiliana vipi na huyo mzee. Mipango wameshaipanga mizuri tu. We are 24 nautical miles southwest. I'm currently pinging at 2,576 fathoms, and that sounds like a Xinjiang tropical coelacanth. Confiscate anything from the warlord, we split it. After fuel and expenses. Wakiwa njiani waliendelea kutengeneza mitambo ipasavyo na wanaendelea kusonga mbele kwenda kukabiliana na huyu bwana. Oi! Oi! Warlord wants to see her. Ngoja kwanza msimdumbukize humo. Now. If you don't want to talk. Sasa kama usipoongea mimi nakufyeka. Now you're from Karato. Aliambiwa wazi kabisa kwamba kuna kifaa ambacho babake atakuwa amempa. Na walitambua kwamba huyu mtoto anacho kifaa. Sasa aseme hicho kifaa kiko wapi? Scrambling to get on shore of mountaintops you could still see above the sea line. The masters of the mountains pushed the people back into the sea. The battles were bloody and the blood drew the sharks. I was trapped in a group of thousands of people and we were scrambling and trying to get on that. Watu wengi watapoteza maisha na huyu bwana anaweza kuwaingiza hawa watu ndani ya maji na mwisho wa siku watapoteza maisha. Sasa ni heri tu atoe msaada katika hili, ni kwamba aseme hicho kifaa kiko wapi? Ni kifaa ambacho kilikuwa ni muhimu sana kwao. Ni kile kifaa ambacho kinapima muda, ni kile ambacho kinaweza kujua ni wapi pa kwenda sehemu yenye ardhi kubwa, ardhi ambayo wanaweza wakapata maisha. And a few of us, a small group,
were able to survive. It didn't mean anything because when the sea calmed... Kwa hiyo bibi, wewe toa tu msaada, useme kwamba hicho kifaa kiko wapi ili kitupatie. Japo kwamba inakuwa ni kazi ngumu sana kuweza kuona ni wapi penye ardhi kubwa na watu wanaweza kuishi. Sasa hichi kifaa wewe unacho. Kwa hiyo tunachokihitaji hichi kifaa sisi tuweze kukipata ili kitusaidia angalau kama wengi watakufa njiani, lakini wale ambao watakaosalia wafike sehemu inayotakiwa. How do you stop the sharks? I didn't do anything. Anasema mimi siwezi kufanya chochote bwana. Sasa nakiangalia hichi kifaa huenda ni hichi ni. How does it work? Hebu niambie hichi kifaa nini? It's nothing. Anasema hamna kitu, hii ni kidani tu. We tulia, huenda ndio kitu ambacho nakitafuta. Hamna kitu, ni kidani tu. Okay. If you share your information with... Sikiliza nikwambie kitu, ukishare lile jambo ambalo babako kakuachia, wewe pamoja na watu wako mtafika salama. Tell me how it works. Niambie kinavyofanyaje kazi, tuambie. Tell me how it works. Destroy that. Tuambie kinafanyaje kazi ili tujue tunaondokanaje katika hii dunia ya maji. Tumechoka hata na sisi wenyewe. Tumezeekea huku. Once you pick up the cargo, I want you to head to Korotoa and wait for my order. Kwa hiyo huyo ameshindwa kutoa msaada. Kwa hiyo wasambaratishe kile kijiji kizima ambacho alikuwa anaishi na ndugu zake. Umeshindwa kutoa ushirikiano. Sasa ndio maana tunahitaji kufyeka ndugu zako wote. My assistant just came up with an excellent idea. If we cannot get it from you... Kijana wetu bwana mmoja ametuambia, umeshindwa kutoa msaada, umeshindwa kutoa kile ambacho sisi tunakihitaji. Sasa kilichobaki hapa wewe ni kufa. I'd like you to meet my favorite guest here. Nikipenda uje kukutana na mgeni wangu. They found things like license plates. Akiwa umeshindwa kutoa msaada na sisi tunataka tukutese kidogo. Trouble with you. Sababu unaleta matatizo na sisi acha tukupe matatizo. That she's hungry. Umeona yule? Ana njaa. Moja akakutafuni kidogo. It works at close proximity. Now we just need to find out if it works at a distance. Unajua ni kwa nini kitu ifanye kazi? Sisi tunashindwa kujua mitambo inashindwa kuwatumia hao papa wakamng'ate. Na tuangalie nini kinachofanya mpaka yote inatokea hivi. Bring her up here. Hebu mnyanyweni. Wakague nini kilichokuwa kinapelekea yote haya. I'm in position. Wait for my command. Wameweza kufika sasa karibu na maeneo yale. Vijana wote wakaambia msubiri kwanza, msije mkafanya chochote, msubiri kwanza amri yangu. Mleteni huyo binti kwanza, mtoni ndani ya maji. We're standing by on your command. Sawa, tunasimama tunasubiri kile utakachotuambia. I have to do more. Now's your chance. Sir, kiongozi, I may have a way to uncover a method. Nadhani kila kitu sasa tumeshaweza kujua hapa kwamba binti anavyoingizwa na kitu kama vile kitu kinachowafukuza na mtandao ambao yeye anao kifani mwili wake sio nini alichokuwa nacho kinafanya wale papa wasimsogelee, wanamuogopa, kinawaumiza vichwa. Decipher her method. Kwa hiyo alijaribu kuambia kile ambacho anakiona yeye. Kile ambacho basi nimesha kuelewa. Ina maana niki hapa ndio kinafanya mpaka hapa wanakimbia. But I want to know what her capabilities are. We can see she can be defensive. But jinsi ninavyoona ni kwamba binti amekuwa kama defensive. Yaani ana kitu ambacho kinamlinda. If you want to save your people, you need to do more. Sasa kama unataka kuendelea kukomboa watu wako wanakaribia kufa kule. Under orders of Ian Van. Sasa tunasubiri amri yenu tufyeke huu mji bwana. Mnatuambia nini huko? Huyo binti kanyoosha maelezo ama tufanye nini huko? Make mimi natamani hapa kuona damu ya mtu. Tena nataka niinywe. Huyo binti kama anaremba, nyinyi mniache tu mimi nifanye kazi yangu huko. Mimi nipo karibu na hichi kijiji chao. Nifyeke hao waliosalia. Prepare to die.
Sasa na nyinyi mliobaki katika hicho kijiji hapo mjiandae kufa, sababu huyu msichana ameshindwa kutoa ushirikiano juu yetu. Kwa hiyo sasa nyinyi mnakufa bwana. Sasa kuna kitu wamemtengeneza ili kama mwili wake unaleta shoti, mle samaki wanamkimbia, hii kitu inazuia. Willow, haya, give you a task. Unasambaratishwa vipande vipande mama. Attack a target. This target. Sasa wewe umeshindwa kusema. Mwenzako mnene huyu ana supu, acha kauawe. Sikutaka kusema. Maskini ya Mungu bonge. Bonge kekwa katika maji na papa akaachiwa. Do it. Niambie sasa ndugu zako wasije wakauawa hapa. Kiruhusu tu huyu mmoja anakufa. Scrim, on my command, I want you to take them out. Aongee binti, akitoa amri mji wao kule unaangamia. Haya sasa, jamaa anaamrisha wale papa, anaanza kucheza na papa taratibu. 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3. 3. You have to! My life doesn't matter, do it! Save them! Anasema wewe wasaidie wenzetu, mimi maisha yangu hapa yameshaenda. Wasaidie wenzetu, watakufa. Kubali aishe. Scrim, stop the attack. Return to Hawksbill now. All hands on deck. We're coming about. Sir, I need more time to capture the... Mitambo imekataa sasa, sijajua kwamba imekuaje, na shangaa. Decipher the method. We'll have time for that later. Wewe hatuko na muda wa kusubiria. Cha kuleta uchizi hapa. Mitambo inakataje kila wakati. Mitambo imegoma. Na wakati muda ulikuwa tayari umeshafika wa kuruhusu sasa wale papa wafanye kazi yao. How close do we have to be for your system to work? Wanakaribia kufika katika ule mjengo. Katika mji ambako unashikiliwa na ule bwana ambaye anajiita Warlord. Sasa kama ni vipi wapate boti ambayo inaweza ikafika paka pale, lakini ikiwa chini kwa chini. Lakini kwa hii boti yao itaonekana na inaweza ikashambuliwa kwa mapema zaidi. Takes about a minute to reload. They don't have unlimited ammo, but if we take a direct hit, we're going down. So we got to stay out of range. Lakini mimi nachokiona ni kwamba tukae nje kidogo yale maeneo, hata kama watatupa makombora itakuwa ni ngumu sisi kuyafikia ama kutufikia. You're gonna do something, you better do it now. Kama unataka kufanya chochote kile unachokiweza, kifanye sasa. I don't have it anymore. Mimi sina tena hicho kitu anachokitaka yeye. Baba waliachiwa papa wengi. You were given that for a reason. Wapi, lakini sikuna sababu ya kuwasaidia wenzetu. The amulet tried to work. La sivyo tutaweza kufa sisi. Some kind of connection and it can work. Tutakufa hichi kitu kama wao wanakihitaji wewe wape. Binti anasema sina chochote cha kuwapa. Na kama ni kufa ni hedi tufe. Alright. Fire on my command. Haya sasa fanyeni mnachokiweza. Amri ni yangu. Don't think we can get closer than this. Jamani tunakaribia kufika na watu nadhani lazima watakuwa wameshatushtukia. Kwa hiyo tuone makini, wanaweza kutuma samaki huko aina ya papa. Likawa ni shida, likawa ni tatizo kwa upande wetu. Reloading, you gotta get in close. Otherwise... Mama alijaribu kuwapa ushauri ni kwamba wakae nje ya kipimo kile ambacho hata kama watawashambulia na makombora itakuwa ni ngumu. Bwana mdogo aliondoka na kiboti kidogo ambacho ni kama cha kusafu tu, ili asogee katika kale kamji ili kuepusha wenzao wasipate matatizo. Alisogea kule, lakini papa watamfuata. Walishangaa kumwona bwana mdogo ana kimashine. Haya,
kuna kama jiwe limetumwa hivi, ni mashine ile. Alipigwa lakini alilikwepa, kageuza mwenyewe. Wanarekebisha tena mtambo ili wampige kama mawe, kwa sababu kuna mashine wanazo nyingi tu zisizokuwa na kazi, wanamlenga kama mawe. Deki. About 30 seconds and then we have to get out. We need to get... Jamani, muda umezidi kuwa ni mdogo. Tumebakia na sekunde chache tuondoke. Jamaa watatuangamiza. Kama wameshaanza kutupa mawe kama vile, unafikiri kwaje? Calibrate yourself. Tulia wewe. Mimi najua ninachokifanya ni nini. Nyamaza. Unalia kama mtoto mdogo. Sasa waliona watupe kule katika ile meli yenyewe. Sasa aish, imewakosa. Vipi bado? Anasema bado kidogo, kuna mtambo nataka niurekebishe hapa. Tunakaribia. Sogeza meli hiyo, sogeza. Kuna vitu wanavitengeneza hapa. Tuangalie mitambo yao ni mitambo ina gani. Sasa anaongoza yeye. Papa ambao wako hapa anawaongoza ili waende wakaishambulie ile boti. Jamani, tuondokeni hapa, fai tena. Huo mtambo wako wameshindwa kufanya kazi bwana. Ngoja. Come on, mimi nakufa ujue. Yes. Kila kitu kiko sawa sasa. Ngoja nifanye kazi. Kila kitu kimeenda vizuri. Yule lingine hilo linakuja. Anazidi kuwasongesha waende wakawatafune, hususan huyu bwana mdogo huyu wanaye. Ili anataka kuelekea tu katika meli, kapigwa kikumbo. Get the ladder! Open the gate! Okay, checking. Fungua geti tumsaidie huyo. Wameondoka na Niga. Binti Amini. Walifanikiwa kuondoka pande zile. Sasa sijafahamu ule mtambo ambao aliweza kuangalia kila kitu katika yale maeneo ulikuwa unamaanisha nini. Wameshampoteza Niga ambaye alikuwa ndio fundi mitambo wa kulipua kila kitu hapa. I'm not certain, but this looks like a place where the prisoners are kept. Sasa wameweza kuona ramani nzima kwamba mateka watakuwa wapi. Kwa maana alikuwa anataka ramani ya maeneo yale, ili wajue wanaanzia wapi kushambulia, wanapiga wapi. Kikubwa ni kwamba walitaka kuangalia mchoro mzima wa maeneo yote jinsi ilivyo. Kwa hiyo wapi watavamia, wapi watapiga, na wapi itakuwa ni sehemu nzuri ya wao kuingia. Mshikaji kajitolea maisha yake kwa Zuga ili hao wafanikiwe kuchukua kile ambacho walikuwa wanahitaji kuchukua. Wamefanikiwa.
Taratibu wanaondoka maeneo yale, wanajua watakuja tena. They're too far out. Halt the trebuchet. Wanasema imekuwa mbali sana, inakuwa ngumu kuweza kuwanasa tena. Get something else for you. Itabidi wafanye kitu kingine sasa. I have a task for you. I want you to prepare the kamikaze shark. Sasa nataka niwaambie kitu. Tujiandaeni. Nataka niwape kazi. Tujiandaeni. Hawa jamaa tunawafuata na meli zetu. Tukiwa tunabeba wale papa. Ikifikia karibu nao, tunawafungulia wawashughulikie. We've come this far. I'm not giving up now. We have to get in there. What are you gonna do when you get inside? Light up a Mai Tai. I'm taking the whole place down, starting with the power. Trust me. They won't know what hit him. Baba, kuna papa mmoja hatari huyo, ikiwa mitambo ya maana, anatumwa kwanza huyo aende akafanya majukumu. Yule binti ambaye anajua kudive tayari kashabadilisha mavazi yake, anataka kudive akafanya mambo mazito. Kuweza kweli. Hebu tuone majukumu ambayo kwa sasa ametumwa. Ana uwezo wa kudive, ana uwezo wa kutembea muda mrefu chini bila ya kuweza kupumua. Yuko na mtambo ambao utamsaidia kusonga mbele. Lakini kule chini wana kuna papa mmoja wa hatari sana kaachiwa. Hii ni hatari. Wanachokifanya ni kutaka kuvamia ile maeneo, wameshajua kila kitu. Binti anawazuga huku na wengine wanapita kule. Samaki wanapelekwa sehemu nyingine, binti anaendelea kuwapoteza, yeye yuko na kimashine. Wanamtamani, wanaenda naye sambamba. Hey! Sijajua kwamba ataishia vipi kule chini. Mbinu za kuendelea kuwasaidia wenzao zinaendelea. Wakati ule mmoja anakuja taratibu katika yale makazi. Wameshajua kwamba wapi wavamie na wapi wafanye, wapi mateka walipo. Kile kitu sio umekichukua. Binti anakipasha moto. Anachokifanya, anakipasha moto kule katika ofisi za wale mabwana. Kile kitu kilikuwa kina miujiza sana. Wale samaki wanarudi wenyewe ndani. Ina maana kwa amri ya huyu msichana. Something is coming our way. Naona kama kuna kitu kinakuja mama. Alafu na huyu mdada nimepoteza kabisa mawasiliano naye. Sijajua kama tayari kashavamiwa, kashauawa na shaki ama vipi. Sion, take the wheel. Haya, hebu kamata uskani, haiwezekani, haiwezekani. Mama mbaya huyu. Mata bunduki za kuua papa. Na anataka kuingia ndani ya maji nini? Ama ndio hicho kifaa kinachokuja alichoambiwa anataka kukabiliana nacho. Ama ni ule papa wa hatari.
Ni kweli papa watani huyo hapa, huyo mwenye fulu mitambo kamkosa. Abandon ship! Abandon ship! Waiachie meli, la sivyo huyu amekuja na mabomu, anakuja kusambaratisha hii meli. Samaki anaongozwa akiwa amevaa mabomu. Mama anamtamanisha, kazama ndani ya maji, anajua kwamba ndo kashafikia muda mrefu, yani muda wasio mfupi anaivamia hii meli. Hawajajua, sijui wale mabwana wanazidi kumtuma ule kiumbe asambaratishe ile meli, kaenda kuigonga baba. Kwa maneno ule samaki mwenyewe is dead. Samaki kavishwa mitambo, anaenda kujitoa mwanga kama mfuasi wa nani wale ambao wanajiita wafuasi wa Osama bin Laden. Tari. Lakini wako ndani ya dunia papa, wanasema Empire of the Shark. Kuna wengine wako hapa ambao bado ni wazima, wanaendelea kuwatafuna. Wamebaki wawili. Samaki wanawamezea mezea. Oyo, samaki wanawavizia. Tari sana. Binti analazimisha samaki warudi kundini, warudi ndani. Ana uwezo wa kuwaongoza. Alishaona wenzake wako katika shida huko. Mheshimiwa, Mheshimiwa, hichi kitu kinawaka bwana, umekiona? Yalikuwa ni mawasiliano yake pamoja na yule kiumbe, pamoja na wale samaki, na kawasaidia wenzake, la sivyo wangetafunwa. Bring them all to me. Hebu leta maji kwanza. Hawa sijui wanaelekea wapi. Ilibidi waende kujikamatisha wenyewe kwa sababu kwenye maji hawataweza kuishi. Ilibidi waende kujikamatisha, wajue uko mbele wataponaje. Binti analetwa. Binti ilibidi apelekwe kwanza. Sasa hawa anabaki kuwa ni msosi. Yaani kama ndio hawajafanya kitu. Sasa na hichi kifaa chako hapa ndo kumbe kinazuia papa yetu asifanye kazi. Ngoja tuone sasa kama wewe ni mwamba. Anaachia samaki ili wale wawili wakasambaratiki. Binti anakiamrisha kile kifaa kifanye kazi, wale samaki wasije wakang'ata jamaa zake. Huyo anafanya ili wale samaki wawaue. Fundi mitambo anameendelea baba. Hapa naona samaki wanakataa ile amri. Sasa hivi wataanza kutafuna hao watu. Lots of data here. It's amazing. It's beautiful. Bwana, it is beautiful. Kuna vitu vingi naviona hapa vinatokea katika hii kitu.
Eye, samaki wanakuja huku sasa. Samaki walianza kusema na walinzi. Anaongoza yule binti samaki. Kwa dada ilibidi wakimbie mashine. Fundi mitambo naye akaenda na maji. Alikuwa anakimbia. Kaua mitambo yote. Yule bwana mdogo ndo anakaribia kufika katika ile maeneo ili aende akawakomboe wote walikuwa mle ndani, sio kama ataweza. Alishaona sehemu isokuwa na ulinzi mzuri, ndio hii huku. Huku kuna watu ambao wanaendelea kufanyishwa kazi kweli kweli, ili waendelee kutengeneza mitambo huku iende sawa. Binti anamtupa ndani ya maji. Kiwa jitambui kwa sababu alitumia nguvu nyingi sana katika mwili wake kuzuia ile zoezi. Wamemfunga kamba zote. Sasa wanajua hataweza kujifungua. Acha afie kwenye maji huko. Wamekuja huku hakuna hata mmoja aliyesalia kwenye ule mtambo. Ndio maana kumbe ule ni mtambo wa nishati. Sio tu kutengeneza maji, hapana. Ule ni mtambo ambao unasaidia kazi za umeme. Anafanikiwa kumuibua juu mtoto wa kike. Yuko hoi. Willow? Behind you! Yuko nyuma yako anakuja huyo. Kapitiwa papake mwenyewe anahangaika nao, lakini wapi, wanamaliza. Woohoo! Hi. Mambo. Yani wewe acha tu. Nashukuru, asante. Would you like to get us out of here? Hebu njoo tutoe bwana ndani ya maji huko. We have to get our people out of here. I emptied the ballast tanks. The fortress. Kwa hiyo lazima wahakikishe kwamba wote wanatoka katika haya maeneo salama wote. Na watafute boti watakaweza kupakiwa watu wote ambao walikuwa ni mateka. Wafanye hivyo. Come on! Wafanye hivyo mara moja. Watu wote, zoezi la kuwakomboa limeanza. Samaki na kuambia jinsi wanavyorandaranda ovyo. Hawana uongozi mzuri. Wanaruka tu. Ilikuwa ni hatari wao kukatiza ovyo. Wakikatiza ovyo wanatafunwa. I don't think they're under anyone's control. Sasa anasema mimi sasa hivi siwezi tena kwa control. Siwezi. Hana nguvu ya kwa control tena. We should take the key components. It's the one thing about hivyo bwana, tujaribu kupambana hivyo. Tujue tunafanya nini. Come here. Maana hapa tukizubaa hapa tunakufa.
Kile kidubwana kilishapasuka, kile kidubwana chenye kuongezea papa. Na watu wabaya humu. Aya, kaenda na maji. Can you stop this? I don't know. There's so many. Wako wengi. Sasa hii sola inaweza pia ikasaidia. Kwa hiyo jamaa akachukua sola, anajaribu kumwambia bibi afanye anachoweza, avute hisia zake kuongoza wale papa. The power resides within you. The amulet resonated with... Anaweza bwana, asiofie. Anaweza atoe shaka, ili jambo linawezekana. Afanye hivyo inavyowezekana. Tunakutegemea ujue. Papa anakuja kuwashambulia. Na ujamaa anawaongoza sasa. Sababu wale papa walikuwa hawana tena uwezo wa kuongozwa na yule binti. Oyo wakaingia kwenye maji. Hebu tuone matokeo yake yanakwaje. Wanarudi wenyewe. Wanamfikia pale lakini wanakata kona, yani kama vile kwenye roundabout. Wakienda wanazunguka tu. Huyu msichana alikuwa ni kiboko ya papa. Ana uwezo wa kuwarudisha. Na wale wanaona kiama wale nani anataka kufa. Kila mmoja anajichanganya kwa upande wake. Kila mmoja anatweka kwa upande wake. Hakuna anayetaka kufa kule. Hata samaki nao wanaogopa kufa. Nikimwona mitambo yangu haifanye kazi. Mbona kila nikiwapeleka watu waobu hawa vipi hawa viumbe? Mitambo imezima sasa. Mitambo imezima sasa. Mitambo ambayo ilikuwa inaongoza imezima. Binti nadhani atakuwa na uwezo wa kuongoza wale ambao mitambo yao imezima. Wakamuibukia kamanda. Yes. Bado ana hamu ya kuongoza. Anakutana binti chini huko. Kwanza walikamata mikono yake. Waliitafuna. Bibi naye anamtengenezea kifo cha hatari sana. Yes, mtoto wa kike amefanikiwa. Amemtengenezea kifo kizuri. Baada hapo wanaibuka juu. Walipakia katika boti ya Warlords na sasa wanarudi katika dunia yao. Kuanzia sasa ule ubabe hautakuwepo tena. Bonge kitu hapa, Empire of the Sharks. Kumbuka ulikuwa unisikiliza sauti ya DJ Mark na utaendelea kusikiliza kitani kama kaka mataz kama kawaida. Napatikana kwa namba za simu za 0656 035353. Ni bonge kitu, Empire of the Sharks. When you went out on your own, many thought to banish you. Yani unajua pindi ulipoanza kufanya hili jukumu, wengi walikuwa na wasiwasi. Wengi walianza kukulaumu kwa sababu unaenda kujipotezea maisha wewe mwenyewe. Lakini mwisho wa siku umeweza kufanikiwa. Jambo ambalo lilikuwa ni gumu kufanyika kwa mtu yote. Kwa hiyo lazima wampe pongezi kwa kile ambacho alikuwa amekifanya. Na pia iwe pongezi kwa wote ambao wameshirikiana katika hili. Na waliwapa pole wote ambao wamepoteza maisha. Walifanya sala juu yao. Binti kumbe ilikuwa iko na nguvu kubwa ya kupambana na wale papa, lakini alikuwa afahamu. Basi walimpatia.
walimpatia tuzo yake. Made your father proud. Amekuwa ndio malkia wa ile eneo sasa. Now your real training can begin, if you are to follow the path of the callers. Kuna mambo mengi sana anaweza akayafuata katika kile kitu alichopewa. Atakuwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana. Na itabidi watafute ardhi wapi ilipo kutokana na kile ambacho kilikuwa kimeandikwa. Taratibu za matambiko zinaendelea. You know, you're gonna need to up your skills if you want a chance with her now. Thanks for the encouragement. Mimi nashukuru sana, nashukuru kwa kila kitu. I mean, yaani huyu mwanamke kama asingekuwa jasiri kuongozana na mume wake asingefanikiwa. Lakini aliweza kumuongoza pia mpenzi wake na kila kitu kimefanikiwa. Kila kitu kiko sawa. Basi ni jambo la kushukuru Mungu. Na mimi nasema kila la heri. Tumemaliza bonge ya kitu hapa. Wanaita Empire of the Shark. Unaipata Kariakoo, Mitale, Koma na Agre. Pia unaipata ndani ya Zanzibar baada ya media Kisonge. Unaipata na sehemu nyingine tofauti tofauti ndani ya jiji la Dar es Salaam na Zanzibar kiujumla. Namaliza kitu kama hivi kutoka ndani idara ya Achichi Production, kama kawa, kama daz, kama kawaida. Achichi 0656035353. Tumaliza kitu kama hivi. you know, you're gonna need to up your skills if you want a chance with her now. Thanks for the encouragement. It's just an observation. I mean, what can you do